habari, ni wiki nyingine, ni siku nyingine, mimi ni vile Ali Ningeongela. Leo nitazungumza kuhusu mtu mwenye ulemavu au mtu mwenye mahitaji maalum ni mtu aina gani na vipi anaishi katika jamii. Kwanza, ulemavu au mtu mwenye ulemavu ni mtu kuwa na hali ya mtu kuwa na mapungufu ya kimwili, kiakili, kihisia au kijamii ambayo yanamuathiri katika shughuli zake za kila siku, kwamba anakuwa aidha ana changamoto ya kimwili au kiakili. Kuna ulemavu wa mwili ambao unaweza kukaathiri viungo, baadhi ya viungo, kwamba mtu anaweza akawa ana uoni, akapoteza uoni, akapoteza usikivu au akawa na upungufu katika viungo, labda mikono na miguu. Kwa hiyo, na aina nyingine pia kuna aina ya ulemavu wa akili, kwamba anakuwa na upungufu katika mwenendo wake wa kiakili, kufikiri na jinsi ya kuelewa vitu. Pia ni aina mojawapo ya ulemavu. Pia kuna ulemavu wa hisia na tabia, emotional and behavioral disability, ambayo mtu anashindwa kucontrol baadhi ya tabia zake au hisia, labda anakuwa ni mtu wa tabia fulani au mtu hasira sana. Kwa hiyo inamfanya yeye ashindwe kujumuika na jamii katika hali ya kawaida. Na pia kuna ulemavu ambao ni changamano, multiple disability, ambayo mtu labda anaweza akawa ni kipofu, mtu ambaye haoni, na pia mtu ambaye hasikii pia. Kwa hiyo kuna hizo ndo baadhi za aina za ulemavu ambazo tunazo, ambazo ni common katika dunia na katika taifa letu. Lakini ningependa tuangalie katika mtazamo wa jamii na jamii jinsi inavyochukulia watu ulemavu, sana tukianza katika ngazi ya familia. Je, ni kivipi wazazi au wanafamilia wanapompokea mtoto au mtu mwenye mahitaji maalum? Na tukumbuke pia ulemavu unaweza ukatokea kabla hujazaliwa, yani ambapo bado mtoto yuko tumboni kwa mama akapata ulemavu, au baada ya mtu kuzaliwa na kukua. Jamii inatakiwa ikubali huyu mtu na kumchukulia huyu mtu katika mtazamo ambao ni sahihi, ambao hautomwathiri katika fikra yake na katika shughuli zake, kwamba kumkubali na kumsaidia katika changamoto aliyonayo ili kumwezesha yeye afikie malengo na kujihisi kama mtu mwingine na kufanya vitu yeye ambavyo anategemea kufanya. Kwa hiyo jamii inapaswa kuwakubali, kuwasaidia na kuwa pamoja nao, kushirikiana nao katika shughuli za kila siku, ili kumwezesha huyu mtu mwenye mahitaji maalum ajisikie kama ni mwanadamu, ni mtu ambaye ana tofauti na wengine. Hapo nyuma tuliona hata katika maandiko watu wenye changamoto na ulemavu walikuwa ni watu wa kutengwa, watu wa kukataliwa katika jamii. Ilikuwa inaonekana kama ni laana, lakini kwa sasa at least watu tunaelewa mtu mwenye mahitaji maalum, changamoto ziko nyingi ambazo wanapitia, kunyimwa haki zao. Kuna haki bado jamii haiwapi watu wenye mahitaji maalum. Kuna baadhi ya jamii wanawanyima watu wenye mahitaji maalum kwenda hospitali, kwenda shule, kupata mavazi, kupata chakula. Changamoto nyingine ambayo ni kubwa ni ukosefu wa miundombinu ambao
ni rafiki kwa watu wenye ulemavu. Kwa mfano mtu ambaye anatumia wheelchair, anaenda sehemu kuna ngazi, anaenda sehemu ya counter ni parefu, anashindwa kucommunicate na mhudumu vizuri. Kwa hiyo mtu kama huyo inabidi atengenezee labda ramps zile ambazo ni ngazi mtelezo kwa Kiswahili, ambazo zinamsaidia aweze kufanya movement vizuri, na pia kujaribu kutengeneza counter ambazo sehemu ya counter itakuwa ni rafiki kwa mtu mwenye mahitaji maalum kuwasiliana na mhudumu. Na pia ukosefu wa vifaa katika mazingira ya shule, vyuo, kazini, vifaa ambavyo ni saidizi kwa mtu mwenye ulemavu kuvitumia. Kukosa haki mbalimbali kama nilivyosema mwanzo, haki za elimu, haki za afya, matibabu, na pia hata haki ya upendo, kwa sababu tunajua kila mwanadamu anahitaji kupendwa na kuthaminiwa. Pia hiyo ni haki ya mtu mwenye mahitaji maalum ambayo anastahili kuipata. Tupunguze mitazamo hasi, tuelimishe jamii kuhusu watu wenye mahitaji maalum, kwani wanaweza kufanya vitu na mafanikio ni makubwa sana. Wana ubunifu tofauti na watu wengine wa kawaida, wana creativity nzuri, wanaweza kufanya vitu kwa usahihi, wanaweza wakipewa nafasi, wanaweza mambo makubwa. Na kama tunavyojua kuna watu ambao tayari wameshafanya vizuri wenye mahitaji maalum, kama Oscar kutoka Afrika Kusini ambaye alishiriki mbio na amefanya vizuri katika mbio hizo. Na pia kuna Nick kutoka Australia ambaye yeye alizaliwa bila mikono na miguu, na pia ni motivational speaker ambayo ni mkubwa sana. Kwa hiyo tuwape nafasi kwamba wao wanaweza wakatoa michango katika jamii, na wanaweza pia kuongoza hata jamii. Wapewe nafasi, wasitengwe, wasidharauliwe, wapewe upendo, wathaminiwe. Asante. Bila kusema hayo, usisahau kuhusu watu wenye mahitaji maalum. Ni watu muhimu na ni watu ambao wanahitaji kupendwa na kuthaminiwa. Pia kulikuwa nami Irene Geragera ambaye ni nafanya uelimishaji wa masuala ya watu wenye ulemavu na pia kuhusu mambo ya afya ya akili. Ukitaka kunifuatilia katika page ya Instagram napatikana kama Irene Geragera au Heroine in the World, na pia katika TikTok napatikana kama Irene Geragera, YouTube napatikana kama Irene Geragera, na pia kama kwa mawasiliano kwa namba zangu ni 0697884626. Asante na karibu.